Okay guys, tunaendelea kutoa huduma kwa wadada ambao tuko makazini, kwenye kazi za ndani. Tumeenda kufanya kazi. Kama bosi wako anarudi anakuta vitu vyake haviko sawa, na wewe uko nyumbani kwake unasema eti umeenda kufanya kazi, lakini anakuja unaanza kumpa sababu, sijafanya kitu hiki kwa sababu hiki hakuna, au sijafanya kitu hiki kwa sababu hii. Yaani unatoa sababu ya kwa nini hujafanya wajibu wako na majukumu yako. Jamani, huo ni ujinga na ni kuto kujitambua, na hapo hautoi huduma yoyote. Nafikiri kwenye content za workshop ambayo tulifanya tuliongelea sana nini maana ya kutoa huduma. Yaani mtoa huduma ni nani? Kwanza dada wa kazi za nyumbani ni mtoa huduma. Hiyo picha inaanzia hapo. Dada wa kazi za nyumbani ni mtoa huduma, lakini ajabu ni kwamba of course wengi hawana hiyo elimu, na kwanza hata hawataki kujifunza. Yaani ninapochoka ni kwamba hata kujifunza wenyewe wadada hawataki, ila wanachotaka ni hela tu. Yaani yeye akae nyumbani kwako, mwisho wa mwezi ufike alipo mshahara. Huwezi kufanikiwa, huwezi kutoboa. Yaani acheni kabisa huo upumbavu. Unafika kwenye nyumba ya mtu, unajidai umeenda kuomba kazi au unataka kazi, alafu kazi zenyewe inakuwa ni kazi kuzifanya. Sasa una faida gani? Una faida gani? Kwa mimi nawakumbusha, kama uko sehemu ya biashara ya mtu au nyumbani kwa mtu, unasema kwamba eti umeenda kufanya kazi, basi fanya kazi. Acha kutafuta sababu. Acha kutumia visingizio, sijafanya kitu hiki kwa sababu hii, kwa sababu hii. Sababu ziko chungu mzima, na watu wote wenye sababu ndio wao maskini wanabaki huko. Lakini wewe unatakiwa utumie akili yako kutatua matatizo ya bosi wako, matatizo ya mwajiri wako, ujue kwa nini uko hapo na ufanyie kazi. Zaidi sana jifunze. Acha upumbavu, acha ujinga, jifunze. Huwezi kuwa tu unajua kila kitu kufanya vitu vinavyotakiwa kufanyika. Okay, jifunze, ingia darasani, jifunze. Umeambiwa kuna kitu hiki kitakusaidia, darasa hili litakusaidia, jifunze namna ya kufanya kazi kwa ubora. Jifunze namna ya kuwa bora. Kwa hiyo ndio hivyo. Nitaanza kuwekea content za workshop yetu iliyopita, lakini ilikuwa na somo muhimu sana kwa mtu yeyote mwenye akili, lakini hili ni kwa wale wenye akili. Wale wajinga watabaki tu kusema, "Nyie mnakandamiza wadada, mnakandamiza hata mwasikilizi." Mwizi umsikilize, mwizi jambazi. Umeenda wewe unafikiri kuiba vitu vya bosi sio ujambazi. Ni ujambazi kama ujambazi mwingine. Alafu unataka usikilizwe. Majukumu hufanyi. Na kandamiza wadada, hamwasikilizi wadada. Wakati ujinga mnaambiwa mjifunze, mtaki kujifunza, kazi kufanya hamwezi, na hela mnataka. Acheni upumbavu, jifunzeni. Kwa hiyo ni hizo, mshukuru kwanza tunawaletea content nyingi sana za mafundisho. Lakini kwa sababu mnazipata bure, hata mhangaiki. Unasikiliza tu, naingilia huko natokea huko. Matokeo yake nyinyi ambao mko kazini siku 2-3 bosi wako anakushindwa. Unakosa dhamana, unakosa hela, unakosa kazi. Mtajua na upumbavu wenu bwana. Mimi nitaendelea kudili na wale ambao wanajielewa. Stichi hizo nani za workshop zimebaki ngapi? 3. Content 3 tu ndio zimebaki. Mimi nitaendelea kuwaelimisha wachache ambao mtaelewa, ndio mtakuja kufanya kazi na mimi. Otherwise kwa kweli mimi upumbavu siendekezi. Nafikiri mnaniona. Ujinga siendekezi. Ningekuwa naendekeza upumbavu singefika nilipofika. Kutoka kazi za ndani mpaka nifike hapa nisingefika. Kwa hiyo siendekezi wapumbavu, sidili na wajinga. Wachache wanaokuja hapa na hao nitawachuja. Wale ambao wana akili ndio tutakwenda nao. Wale wenye njaa kujifunza, wako tayari, wanataka kuhudumia, wanataka kutoa huduma bora ili tuweze kufanikiwa, hao ndio nakwenda nao. Nimemaliza. Na ile laptop yangu iko hapa. Naiomba. Haya, karibuni kufanya kazi. Lincoln unafanya nini? Unatafuta nini? Wakitengeneza task wanachukua muda. Kwa hiyo unatafutia njia ya kurahisisha kutengeneza hizo task. Okay. Kama? Okay. Na Livingstone unafanya